ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukiwa tunaendelea na darsa za kitabu at-Targhib wa at-Tarhib, ikiwa darsa namba 34, darsa 34, hadithi ya 88 insha Allah. Tutarudia hadithi ya 87 ambayo tumeacha ili kuweza kuunganisha na hii ambayo tunasoma leo. Mlango huu ni mlango ambao unazungumzia makemeo yaliyokuja katika ahadithi sallam kukemea watu kuacha sunna na kupambania au kuyavaa mambo ya bid'a. At-tarhib min tarki sunna wa irtikabu al-bid'a wal ahwa, makemeo na makatazo yaliyokuja katika watu kuacha mwendo wa mtume na kufuata matamanio yao na kufuata nyenyendo zao. Hadithi ya 87 ambayo tumeacha katika mwisho wa darasa iliyopita ilikuwa ni hadithi ya al-Imam as-Sahabi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. قال, amesema Anas Malik kwamba amesema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha hajaba at-tauba an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu, rawahu at-Tabrani wa isnaduhu hasan. Ya kwamba hakika mtume anasema hakika Mwenyezi Mungu ameficha toba kwa kila mtu wa bid'a, ameificha toba kwa kila mtu wa bid'a mpaka pale atakapoacha bid'a hiyo. Hii hadithi tumeeleza kwa kirefu, ingawa hadithi hii mapokezi yake yanasema si hadithi iliyokuwa dhaif, ni hadithi ambayo ni dhaif. Kwa hiyo hatutokaa sana kueleza kwa sababu hadithi yenyewe si hadithi iliyokuwa sahihi. Na tumesema mwanzo kabisa wa darasa hizi kwamba kitabu hichi Targhib wa Tarhib, al-Imam al-Hafidh al-Mundhiri amekusanya hadithi nyingi ndani yake na nyingine akazisema hasa kwamba hii ni dhaifu, hii sio sahihi, hii ni sahihi, amesema hivyo. Kwa hivyo tukikutana na hadithi ambayo sio sahihi tutasema hivyo, mtu asije akashangaa sasa kwa nini mmeitaja hadithi hii rawahu at-Tabrani wa isnadu hasan. La, hadithi sahihi hii isnadi yake ni nzuri, amesema isnadi yake ni nzuri kama alivyosema al-Imam al-Haythami katika Majma'u az-Zawaid, wa rijaluhu rijalun sahih, na watu wake wapokeza hadithi ni watu ambao wazuri isipokuwa mmoja Musa ibn Harun al-Farwai, huyo kidogo amemtia doa Imam kama tulivyosema. Tuende katika hadithi ambayo leo ndo tunaanza hasa, hadithi nambari 88. Hadithi kama hii imekuja katika mapokezi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu na maimamu wengine katika lafdhi inayosema Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, aballah, Mwenyezi Mungu amekataa an yakbala amala sahibi bid'a, kukubali kitendo cha mtu wa bid'a, hata yada'a bid'ata, mpaka atakapoacha bid'a yake. Mapokezi ni hadithi ni zinafanana, mapokezi tofauti tu. Akasema tena, la yakbalu Allahu li sahibi bid'a, Mwenyezi Mungu hakubali kutokana na mtu wa bid'a
sauman, hakubali saumu wala sala wala hajja wala hija wala umra wala jihadan wala sarfan wala adlan, chochote hapokee Mwenyezi Mungu. Na mtu kama huu yakhruju min al-islam, anatoka katika Uislamu kama yakhruju ash-shi'ru min al-ajin, kama vile unywele unapotoka katika unga ambao umekandwa, unaonekana wazi unywele ni ule unga mweupe, unywele mweusi unatolewa. Siku ile darasa tulilomaliza, mtu mmoja alisema kwamba mbona makemeo makali mno kwa watu wa bid'a? Bid'a zipi? Hapa lazima kidogo tusimame tueleze nini maana ya bid'a kwanza, au ni bid'a zipi ambazo salafu salih waliziona na ukazitaja katika mapokezi kama haya ya hadithi. Bid'a kilugha inafahamika, shay'un almuhdathu, ni kitu ambacho kimezuka, ala ghairi mithali sabiqin, katika namna ambayo haikuwepo kabla, ndio bid'a. Kitu ambacho kimezuka kwa namna ambayo haikuwepo kabla huambiwa bid'a hicho kitu. Mfano mzuri ni pale Sayyidina radhiallahu anhu, Sayyidina Umar alipomwamrisha mmoja katika masahaba Ubay kwamba wasalishe sala ya witri, sala ya tarawehe, na Umar akasema ni'mal bid'a hadha, hii ni bid'a nzuri, kwa sababu haikuwepo katika shakli kama ile wakati wa kabla yake. Lakini kisheria nini maana ya bid'a? Hapa ndo panataka watu wazingatie vizuri sana, ili wasikufurishane wakabidiishana. Bid'a kwa kisheria hasa ni kile kitu ambacho kwamba shay'un sababu fi'lihi kana mawjudan fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam wa lam yaf'alhu. Narudia tena, sababu shay'un ni kitu ambacho kwamba sababu fi'lihi, sababu ya kukifanya kitu kile, kana mawjudan fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam, sababu ya kufanya kitu kile wakati wa mtume ilikuwepo, walam yaf'al, lakini mtume hakufanya. Sababu ilikuwepo lakini hakufanya mtume. Tutoe mfano. Katika kila sala panaadhiniwa, pana adhana kisha iqama, ndio sala. Kabla dhuhuri adhana iqama sala, kabla al-asri adhana iqama sala. Hivi ndivyo tulivyofundishwa na mtume, ndio sunna iko hivi. Lakini palipatikana mtume aliswali swala ya kupatwa kwa mwezi, lakini hapakuwa na adhana. Sio, mnanielewa? Palipatikana mtume akaswali swala ya Eid mara kadha, lakini hapakuwa na adhana wala iqama. Mnanielewa eh? Kwa hiyo adhana au iqama ni kitu ambacho kilikuwepo kwa watu wa mtume, na sababu ya kufanywa ilikuwepo kwamba ni kuita watu, lakini mtume hakufanya. Hiyo ndio bid'a. Mnanielewa sijui eh? Kwanza niseme kuna bid'a mbili. Kuna bid'a inshaia na idhafia. Kuna bid'a ile ambayo kwamba haikuwepo kabisa, mtu ndo anaanzisha yeye. Mtu ndo anaanzisha yeye katika hii dunia, yeye ndo anaanzisha. Kama vile yule msikiti akasema hapa sisi tutaswali wanawake ndio watahutubia Ijumaa. Ulikuwa msikiti huo, ndio ataswalisha wanawake. Kwa hivyo hichi kitu hakiwepo kabisa. Inshaia wamekianza wao, hakina asili kabisa na dini. Inshaia. Idhafia ni kwamba katika dini ipo asili yake, kama vile iqama katika dini ipo, adhana katika dini ipo. Watu wanaadhini kabla sala, halafu mtu anakuja anakim, halafu watu wanasali. Sawa? Na sala wakati wa mtume zilikuwepo, waadhini walikuwepo. Lakini mtume kuna baadhi ya sala alimwambia muadhini Bilal au Abdullah bin Maktum aadhini na kisha akimu watu waswali, na kuna sala nyingine kama sala ya Eid mtume hakuadhini wala hapakukimiwa. Kwa hiyo bid'a kwa mfumo huu shay'un, kitu ambacho kwamba sababu fi'lihi kana mawjudan inda an-nabii sallallahu alayhi wasallam,
sababu ya kufanya ilikuwepo wakati wa mtume, naye ilikuwepo. Walam yafalu, lakini mtume hajafanya. Sijui mnanielewa? Sijui sala ya Idi si inajulikana, mtume swala Idi kaswalisha hajaswalisha? Je, alimwambia mtu adhina hajamwambia? Hakumwambia. Alimwambia mtu aqimu hakumwambia? Hakumwambia. Sasa mtu akiqimu wakati wa sala ya Idi inakuwa ni bid'a idhafia, ameongeza katika dini kitu ambacho hakikuwepo. Au mtu kaambiwa kusoma Qur'an jambo zuri sana, kwa hivyo yeye akaswali swala labda ya kama hivi maghribi, alipofika katika sijida pale kasujudu, sasa akaanza bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wama ghawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Yupo katika sijida huyo. Mnanielewa bid'a, kwa sababu swala wakati wa mtume zilikuwepo na sijida zilikuwepo. Je, mtume alifanya hivi? Na Qur'an wakati wa mtume pia ilikuwepo. Je, mtume alifanya hivi? Hakufanya. Hiyo ni bid'a idhafia. Tumeelewana? Bali wengine wakaleta zikaja bid'a hizi inshaia za kuzuka, walokuja wakaona kwamba imani katika adhana badala ya kusema Allahu akbar mara mbili tena ashhadu an la ilaha illallah, pale mbele wanaongeza wengine ashhadu anna aliyan waliyullah. Mnaelewa? Ni bid'a hii, haikuwepo. Tumeelewana? Bali kuna watu wanaitwa murji'a. Kuna kundi lilikuwepo lilikuwa nini? Murji'a. Wao wanadai kwamba imani ni kiasi cha kuamini tu, haihusiani kabisa na matendo. Yaani wewe ukishakuamini Mungu yupo, si basi nenda kazini, kaibe, kalawiti, kafanya unachoka mwenyewe. Si ushaamini Mungu yupo? Imani basi mkuni, imani ni kuamini tu. Imani ni kuamini. Sijui mnanielewa sijui? Kwa hivyo kwa wao imani ni kuamini tu, haiambatani na nini? Na matendo. Kwa hivyo anayemwasi Mwenyezi Mungu haidhurishi imani yake, yeye kishaamini basi. Sasa tena yote atakayofanya haya, muislamu huyo mna neno. Kaua mtu, muislamu yeye sikaamini, kaambia si muislamu, hamna neno. Tumeelewana? Huyu mtu dhalimu, anadhulumu watu kweli kweli, anafanya kitu kadha, lakini si muislamu, ana imani basi. Sasa hii sio imani ya Kiislamu. Imani ya Kiislamu alladhina amanu wa amilus salihati. Mambo haya mawili yanakwenda sambamba, na kwamba imani kwa mujibu wa Ahlusunna wal Jamaa ni kitu ambacho kinapanda na kinapungua, na kuna nawaqidhul imani, kuna mambo ambayo yanatengua imani ya mtu. Kuna mambo ambayo yanatengua imani ya mtu. Kuna mambo fulani ukiyafanya unaambiwa huna imani, kwa lugha nyingine umekufuru. Tumeelewana? Kwa hivyo bid'a ziko namna nyingi. Tumeelewana? Anaweza mtu sakaja hapa kalita swala very common, maulidi vipi bid'a? Tulisema definition ya bid'a shay'un kana mawjudan inda sallam, kitu ambacho kilikuwepo wakati wa mtume. Je, maulidi wakati wa mtume alikuwepo? Hayakuwepo. Tumeelewana? Maulidi wakati wa mtume hayakuwepo, na hakukuwa na sababu ya kuwepo.
Kwa sababu maulidi yanaelezwa sira au maisha ya mtu fulani alivyozaliwa na maisha yake mpaka akafa. Sasa huyu mtu uko hai, nyewe mnataka kumwandikia maisha yake, mtajua vipi? Mtajua atakufa vipi? Atakufa mwaka gani? Atafanya mambo gani kabla ya kufa? Hamwezi kuandika. Ukisikia kitu historia, huandikwa mtu baada ya kufa. Mwenendo huandikwa mtu nini? Baada ya kufa. Kwa hiyo maulidi ni kitu ambacho maulama waliokuja baadaye wameandika kueleza mwendo wa mtume. Alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Maimamu wengi takriban wameandika, kwa sababu ni sehemu ya dini. Ili umwamini mtume wako lazima umjue, ili umjue lazima usome alikuwa vipi. Kule kusoma alikuwa vipi ndio huitwa nini? Maulidi kwa lugha nyepesi. Jambo zuri sana, kila mtu anakubali. Sasa tatizo namna ya ufanywaji wake na usomwaji ndio tatizo hapo. Sasa hapo ndo nini? Ugomvi uko hapo. Ugomvi wote uko hapo, namna ufanyaji wake na usomaji wake. Sisi hatukubali bwana, watu lazima, kwani lazima mle wali? Basi wali hatuli, tutasoma tu. Atatoa sababu nyingine. Kwani lazima mkusanyane? Sasa kama unajua kusanyana kutusoma kwa siri, kwani kuna vita? Tusome kwa siri, siri ya mtume. Si mnaelewa ndugu zangu? Hapa ni pale ambapo pana nizaa pana khilaf baina maulama. Tumeelewana khilafu namna unasoma vipi? Wakati wa mtume hayakuwepo. Hayawezi kuwepo, atakopo vipi wakati mwenyewe ndio yupo? Mnanielewa? Yaani hajelewa kwambia bwana mimi nataka kuandika historia yako, utakufa vipi? Si watu unasema unanchuria. Unanchuria wewe, utakuniua nini? Kwa hiyo swala la maulidi maimamu wamehitilafiana na wataendelea kuhitilafiana mpaka siku ya mwisho. Mpaka siku ya mwisho. Wala mtu lisishughulishe kabisa, wala akisikia bid'a asizuke tu akafikiri ni hilo. Tunapozungumza bid'a ni mambo makubwa ambayo wakati huu watu yalikuwa kuwashughulisha. Kama wale wengine waliokuja wakasema nini? Qur'ani ni kiumbe. Qur'ani nini? Ni kiumbe. Ni bid'a. Tena mbaya sana. Wengine wakaja na sala wanaita wenye salatu raghaib. Bid'a nyingine. Tumeelewana? Almuhimu ni kwamba tunaposema bid'a hatukusudii hii ambayo kila mtu anajua kama mtu wa bid'a akafanya nini anasema maulidi. Bwana wewe. Haya, tulisema katika darasa zilizopita vile vile kwamba hii bid'a vile vile ugomvi mwingine uliokuwepo ni kule kuwa imegawika. Wapo wanaokubali na wako wanaokataa. Wako wanasema kwamba bid'a imegawika mafungu mangapi? Mawili, bid'atun hasana wa bid'atun sayyi'ah. Miongoni mwao ni al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Tumeelewana? Yeye anasema nini bid'a hizo kwa namna ngapi? Namna mbili. Na walosema kwamba bid'a yote ni mbaya, namna moja, hakuna namna mbili. Al-Imam Shatibi rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah na wengineo. Sasa bid'a ni moja tu, hakuna bid'a nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Lakini watu wa lugha wametunga vitabu kuelezea kullu hii kullu gani? Kullu kulliyan au kullu juz'iyan. Tumeelewana? Si madhumuni kuingia huko, lakini almuhimu ni kwamba lazima mtu aelewe walau tunazungumza kitu gani. Kwa hiyo unaposikia makemeo makali ujue ni watu ambao wametoka kabisa katika dini. Ile bid'a walioifanya kama kusema kwamba Qur'an ni kiumbe ni jambo baya sana, au kuzidisha katika adhana ashhadu anna aliya waliyullah. Mwisho utakuja kusema tena mambo ambayo hasemeki. Tayeb, hadithi naam 87 88 ni hadithi gani?
na kusikiliza wewe sasa. Hadithi anza kusoma mwanzo 88 nasemaje? Sasa wewe unasoma mwanzo wa hadithi, utakuwa unasoma katikati ya hadithi, sawa? Wa anil Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, tokana na Irbad ibn Sariya, Mwenyezi Mungu ameradhi, qala, anasema mtume Mwenyezi Mungu, iyyakum wal muhdathati, iyyakum wal muhdathati, tahadharini wafiq kitaban wala sunna, tahadharini na mambo ambayo kwamba hayawafikiani na kitabu cha Mwenyezi Mungu yani Qur'ani, wala hawafikiani na mwendo mtume yani sunna, wala amalu sahaba, wala hawafikiani na matendo ya masahaba. Hiyo ndio bid'a, anasema al-Imam Qurtubi. Ole wenu na bid'a hizo. Na vile vile akasema haya yamebainishwa katika hadithi nyingine na mtume, man sanna fil islami sunnatan hasana. Mtume akasema kwamba mwenye kuanzisha katika Uislamu mwenendo mwema, dalili kwamba kuna nafasi mtu akafanya jambo jema katika Uislamu ambalo halikufanywa kabla. Mnanielewa sijui? Man sanna fil islam sunnatan hasana, mwenye kuanzisha katika Uislamu mwendo mwema. Wa man sanna fil islam sunnatan sayya, mtume Mwenyezi Mungu akaeleza mambo mawili. Kuna mtu ya katika Uislamu aizaanzisha jambo ambalo ni baya, na mwingine jambo ambalo nini ni jema. Dalili kwamba hii bid'a iko namna ngapi? Mbili. Yani qabih, bid'a mbaya, wa hasan. Tumeelewana? Na hii ndio msingi wa mlango huu kwamba kuna namna mbili. Mengi katika dini hayakuwepo, lakini kwa sababu asili yake ipo ama katika Qur'ani au katika sunna au katika matendo ya watu wema, wale wa karne tatu za mwanzo. Kwa mfano swala ya tarawehe hakuwepo wakati wa mtume wa Mwenyezi Mungu kuswali katika namna ambayo tunaswali sisi leo, imamu mmoja watu wengine wanamfuata, haikuwepo. Sasa mtume kwa nini tarawehe alikuwa hajui? Anajua tarawehe. Kwani mtume alikuwa hawezi kusali msikitini? Hawezi kusali msikitini. Qur'ani ilikuwa haipo? Ilikuwa ipo. Kwa nini mtume asiswalishe tarawehe mwenyewe tukaona kama kaswalisha raka 20 au 8 msikitini tukafuata? Kwa nini aje Saidna Umar asalishe vile? Naam, hii na asili ina illa. Mtume hakufanya vile kwa sababu alisema sasa kwamba naogopa nikiswali hivi itakuja kufaradhishwa juu yenu. Kwa hiyo baada ya mtume kufariki ile illa imeondoka. Baada ya mtume kufariki, wahi haumshukii mmoja wetu akamwambia afanya kitu kadha. Sijui mnanielewa sijui? Kitu ambacho kwa wakati wa mtume hakikuwepo, lakini kwa sababu ya mtume kutokukifanya kipo, sababu ipo kutokufanya. Kwa hiyo sababu ilipoondoka, masahaba wamekifanya. Mmenielewa ndio maana Umar akasema ni ni'mal bid'atu hadha, hii ni bid'a nzuri. Mnanifahamu haya. Hadithi rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi, wa qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahihun, hadithi nzuri sana tena iliyokuwa sahihi, na tumeshataja kama mtakumbuka hapo kabla. Hadithi nambari 89, wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, anasema Abu Bakr radhiyallahu anhu kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu anasema, inna ibilisa qala, hakika ibilisi. Nadhani ibilisi tunamjua au hatumjui ibilisi? Naam, maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kamtaja. Katika Qur'ani kafanya nini? Mungu kamtaja. Kwa hiyo ukisema unamjua ni sawa sawa. Anasema kwamba ibilisi alisema, nimewaangamiza kwa madhambi wanadamu. Qur'ani si inasema Mwenyezi Mungu alimwambia ibilisi msujudie Nabii Adamu, kisa kirefu, hata katika Al-Baqara kimetajwa
Na katika sura nyingine Nabii Adam alipoumbwa, Ibilisi aliambiwa amsujudie, lakini faaba wastakbara, Ibilisi kwa kiburi chake akakataa na akajivuna. Asjudu lima khalaq, akakataa kwa sababu eti Adam kaumbwa kwa nini? Kwa udongo, na yeye kaumbwa kwa nini? Kaumbwa kwa moto. Kwa hivyo yeye eti ni bora, hawezi kumsujudia nani? Mwenyezi Mungu, kumsujudia Ibilisi. Hili likawa ni kosa kubwa sana. Ibilisi kaamrishwa sijida hii moja, sisi tumeamrishwa sijida ngapi? Nyingi sana. Ibilisi kaamrishwa kakataa moja tu, sisi tunakataa ngapi? Nyingi, kwa kutwa nzima. Ibilisi kakataa moja tu, mwisho wake mko motoni. Sasa yule ambaye anakataa kumsujudia Mwenyezi Mungu kwa siku sijida zaidi ya 10, vipi hali yake itakuwa? Sasa Ibilisi alimwambia Mwenyezi Mungu, mimi nitawapotosha waja wako wote nitakaowaweza. Mwenyezi Mungu akamwambia hapana, kuna waja wangu wema huwawezi. Wale alofanikiwa Ibilisi, sasa ndio hapa hadithi inakuja, wale alofanikiwa kupotosha na wako wengi. Kila uliomwona hamwamini Mtume sallam, kila aliyekuwa haamini Uislamu, kila aliyekuwa haamini dini, na kila anajidai anaamini dini lakini hasali, huyo ni kwamba ni mtu wa kundi la Ibilisi. Kila aliyekuwa hasali, kwa sababu Ibilisi kakataa nini? Ibilisi kakataa kusujudu. Sasa kila aliyekuwa hasali na anakataa nini? Anataka kusujudu. Kwa hiyo wote ni kundi moja la nani? La Ibilisi. Sasa Ibilisi katika hadithi anasema hivi, nimewaangamiza wanadamu manake kwa dhambi, na wanadamu nao fa ahlakuni, wakaniangamizi bil istighfar, kwa kuleta istighfar. Yani wewe unapoleta astaghfirullah ni kwamba unampiga vita nani? Ibilisi. Kwa sababu yale yote uliokosa Mungu atakusamehe kwa sababu istighfar zako. Kazi yake inakuwa bure kaifanya. Tumeelewana eh? Falamma raaitu dhalika, lakini habari haijaishia hapo. Anasema kwamba nilipoona hivyo kwamba hawa na wanafanya wanazini, wanadhulumu, wanaiba, halafu mtu anakuja usiku mmoja tu anatubu kikweli kweli, halafu Mwenyezi Mungu anasema anamsamehe dhambi zake, na pengine yale mabaya yote niliyomwamrisha yafanye Mwenyezi Mungu anayabadilisha na kuwa mema. Ulaika alladhina yubadilullahu sayyi'ati hasanati, Mwenyezi Mungu anasema wale wao ndio wale kwamba Mwenyezi Mungu anawabadilishia mambo yao mabaya na kuwa mema. Ibilisi anaona kafanya kazi ambayo haikuwa na tija. Tumeelewana eh? Falamma raaitu dhalika, nilipoona hivyo, yani alipogundua kwamba kazi yake imepotea bure, ahlaktuhum bil ahwa, sasa nikawaangamiza kwa matamanio. Na ndo darasa yetu kwa hapo sasa. Yani matamanio manake ni kuacha mwendo wa mtume kufuata mwendo wako wewe, kuacha mapendekezo ya mtume kufuata mapendekezo yako wewe, kuacha mfumo wa Mwenyezi Mungu aliouamrisha kufuata mfumo wako wewe. Kwa mfano, kuna watu wengi wanafanya bid'a lakini hawajijui, wanafanya bid'a lakini hawajijui. Baada ya salatul fajr utakuta watu wengi wanakaa pembeni, mtu anaswali rak'ataini qablia. Naam, baada al-fajr, qabla al-fajr kuna rak'ataini qablia. Mtume kasema rak'ataini qabla al-fajr khair min ad-dunya ma fiha. Rakaa mbili kabla fajiri ni kitu kikubwa sana, kiasi ambacho kwamba ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Sasa kuna watu, ikitokea mtu kakosa mara moja, bahati mbaya, nakubalika, analipa baadaye. Lakini kuna mtu yeye ni kawaida yake hiyo, yeye kila siku anaswali alfajiri kisha ndo anaswali. Sasa hii ni bid'a, haikuwepo wakati wa mtume. Sijui mnanielewa? Sijui nyewe, angalia ina alfajiri hapa. Mwanadamu ni mwanadamu, ikitokea mara moja bila shaka ni binadamu, mara mbili inatokea, lakini kwa wiki shazidi mara 3, hii kwake inakuwa ni bid'a mpya kaileta. Sasa mtume kakataza mtu kuswali baada al-fajr, lakini mtu kajipangia yeye, na sababu yake nini? Nimepitiwa. Sasa huu
au haya ndiyo matamanio ambayo Ibilisi miongoni mwa matamanio anawaingiza Waislamu. Mtu anajiona yeye anasali, anafunga, lakini matamanio yake ni kufanya muamala na mambo ya benki, kula riba, kufanya biashara za riba na mambo kama haya. Mnanielewa eh? Kwa hiyo kajizuia na mambo mengi ya mabaya, lakini Ibilisi huku kamchota. Mwingine anasali, anafunga, anafanya mambo mengi ya kheri, anajiona yuko vizuri sana, Ibilisi anatazama tu, lakini kumbe anakuja kummaliza katika shirki. Mnaelewa eh? Mengi ya kheri anafanya, anakwenda hija kila mwaka, anafanya umra mara kadhaa, anasoma Qur'ani, anafanya hivi. Ibilisi anamtazama tu, anajiona hodari, basi anakuja kumchomika katika nini? Katika ushirikina. Basi ushirikina tu pale anammaliza kila kitu. Na mtu akimshirikisha Mwenyezi Mungu, basi amali zake zote zinaporomoka. Hata akiwa alihiji Maka mpaka kalala katika Kaaba ndani mle, watu wanakwenda alafu wanarudi mchana au usiku, yeye kalala mle, kasali mpaka kazidi wa usingizi, kalala ndani ya Kaaba. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amalak. Tumekupa wahi wewe mtume, na tukawapa wahi mitume wengine waliokutangulia. Jambo gani kubwa hili mpaka Mwenyezi Mungu anarifaa kwa mitume wengine? Manake Adam, Idris, Nuhu, Ibrahim, Hud, Ismail, Ishaqa, Yaqub, Yusuf, wote wale tumewaambia jambo hili. Muhammad, tunakwambia na wewe jambo gani? La in ashrakta, kama utamshirikisha Mwenyezi Mungu, la yahbatanna amaluk, kwa hakika amali zako zote zitaporomoka, zitapotea. Wala takunanna min khasirin, na utakuwa katika kula hasara. Lakini mtu ajiulize, inaingia akilini mtume kuwa mshirikina? La yaliqu dhalika, hata siku moja haelekei. Yale tunaambiwa mimi na wewe, tunaambiwa mimi na wewe, hata siku moja mtume wa Mwenyezi Mungu hawezi hata kufikiria ushirikina, hawezi siku moja. Lakini leo tunaambiwa mimi na wewe, ndio ambao wengi tunaswali usiku, tunafunga mchana, tunafanya kila kitu, lakini wakati huo huo tunacheza betting, kamari. Unapotaka kutafuta kazi unatafuta kiki, gia. Unapotaka kuoa unaangalia siku nzuri, unaangalia nyota yako mwanamke, nyota zenu zinakwenda sawa, unaangalia saa muafaka ya kuoa, unaangalia nini, yako mengi. Kwa hiyo yale yote mtu aliyofanya anaporomoka. Ndio Ibilisi anasema kwamba wamejitahidi sana wanadamu, niwapoteza kwa mambo ya maasi, wakajitahidi kuleta istighfar, lakini kisha nilivyoona hivi nikawapambana nao kwa kuingia mlango wa matamanio. Tumeelewana eh? Falamma ra'aytu dhalika ahlaktahum bil ahwa'i, nikawapoteza kwa matamanio. Fahum yahsabuna annahum muhtaduna, kwa hivyo wanajidhania kama wanafanya mambo mazuri. Fala yastaghfiruna, hata siku moja hawaleti istighfar. Na hii ndiyo tofauti ya mtu anayefanya jambo baya la kujua hili baya na mtu anayefanya bid'a. Tofauti yao moja kubwa sana. Wakati mwingine mtu anayefanya bid'a anakuwa mbaya mno kuliko anayefanya kufuru. Kwa nini? Vipi? Naam, tayib. Kwa sababu anayefanya kufuru, anayefanya nini? Kufuru, kwa mfano kuchinja pasina kumchinja Mwenyezi Mungu ni ukafiri. Mwenyezi Mungu anasema fasali rabbika wanhar, sali kwa Mwenyezi Mungu na uchinje kwa Mwenyezi Mungu. Lakini wengi miongoni mwetu huchinja kwa ajili ya nini? Kafara. Huchinja kwa ajili ya nini? Shetani. Huchinja, tuna sababu nyingi za kuchinja. Sasa aliyefanya hivi ana nafasi akaleta istighfar na toba akasamehewa, kwa sababu anajua kwamba hili jambo ni jambo haramu.
Lakini tatizo ni kwamba anayefanya bid'a haoni kwamba ile haramu, anaona katika sehemu ya dini, kwa hiyo haleti istighfar. Si mnanielewa? Sijui haleti nini, sababu anaona ni dini, sehemu ya dini, ni sehemu ya dini, kwa hiyo haleti istighfar. Hapa Ibilisi anafanikiwa. Ibilisi anafanya nini? Anafanikiwa hapo, kwamba mtu wa bid'a yuko mbali na toba. Sasa alete toba ya nini wakati yeye yuko katika haki? Toba ataleta yule ambaye kwamba anafanya maasi, yule ndio ataleta toba. Lakini mtu wa bid'a haleti toba kwa sababu yeye yupo katika haki, anaona. Hapo Ibilisi ndio alipofanikiwa hapo. Mnanielewa eh? Narudia tena. Anasema sallallahu anhu, Mtume amesema inna ibilisa qala, amesema Ibilisi, nimewaangamiza watu bidhunubi, wanadamu kwa madhambi, lakini ahlakuni bilistighfar, wakaniangamiza mimi kwa istighfar. Falamma raaitu dhalika, nilivyogundua hivyo, nilivyoona hivyo, ahlaktahum bil ahwa, na mimi nikawaangamiza kwa matamanio. Kwa hiyo wakawa Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu. Abubakar jina lake linajulikana eh? Jina lake nani? Abubakar. Jina lake nani? Kuna mtu anajua? Jina lake nani? Sikusikia kitu. Abdurrahman? Hapana, wewe unasema Abu Huraira. Jina lake ni Abdullah. Jina lake nani? Abdullah ibn Abi Quhafa. Sawa eh? Wengine wakasema jina lake ni Atiq. Na Abubakar, tutaje nubdha kwa kifupi tu mambo yake mawili matatu tujue yeye ni nani. Abu Bakar ibn Abi Quhafa, Uthman ibn Amr ibn Amr ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Qurashi at-Taymi. Hapo unakutana na nasaba yake na nasaba mtume katika Taymi. Na Abu Bakar ni sahaba wa kipekee katika Uislamu, hana mfano wake. Hapa kupatikana katika Uislamu sahaba ambaye kwamba amefuatanisha watu wanne wote wa Uislamu. Nitasema tena, kwa maana kwamba Abu Bakar baba yake Muislamu. Baba yake vipi? Muislamu. Yeye mama yake Muislamu, yeye mwenyewe Muislamu, watoto wake Waislamu. Hapa kupatikana sahaba mwingine aliyopata sifa hizi, aliyobahatika. Si mnaelewa? Sijui. Naam. Wala yu'rafu arba'atun mutanasiluna ba'dhum min ba'd sahabun sallam. Hapa kupatikana sahaba wanne waliofuatana katika utungo kama ambao kapatana nani? Radhiallahu anhu. Sawa eh? Sifa zake ni nyingi tu, nyingi sana, labda tutaje moja mbili tupate faida. Kwanza, namna gani alimsahibi mtume katika kisa cha Isra na Mi'raj, kisa maarufu, na Qur'ani imetaja kisa hichi, na Qur'ani imetaja thaniya ithnaini idh huma fil ghar. Sifa nyingine, yeye ni wa pili wa mtume alikuwa katika pango, wa pili wake ni yeye, Qur'ani imetaja, sio sahaba mwingine. Kwa hivyo kwanza katika kisa Isra Miraj, pili katika safari ya hijra ni yeye Abubakar ambaye safari nzima ile alitengeneza yeye, akatengeneza farasi wa kupanda, akapanga tutapita wapi, akampanga mwanawe mmoja atafanya kazi gani, mwanae atafanya kazi gani, mfanyakazi wake atafanya kazi gani, kila kitu akapanga Abubakar radhiallahu anhu safari nzima. Bal Aisha radhiallahu anha mwanae anasema kwamba mimi napata fahamu zangu na mwana mtume Abubakar wako pamoja, mchana wako pamoja, usiku wako pamoja, ni hivyo napata fahamu zangu mpaka wanakufa wako hivi pamoja. Kwa hivyo ukisikia sahibu
wa mtume ni huyo, kila dakika. Yeye alipokea hadithi 142. 100 ngapi? 42, ambayo Bukhari na Muslim hadithi 6, hadithi ya Imam Bukhari peke yake 11, na hadithi ya Imam Muslim peke yake hadithi 1. Na kwa nini ikawa yeye hadithi zake chache sana? Kwa sababu katangulia kufa, hakuishi sana baada ya Mtume. Hakukaa miaka mingi, kama miwili basi kaondoka, kafariki. Kabla ile habari ya kutangana kuenea mambo ya hadithi za mtume kukusanywa, yeye tayari akafariki. Kwa hiyo hakupata nafasi ya kueleza mengi ya kuhusu mambo ya hadithi, ya kuhadithia waliokuwa wakipokea hadithi. Na yeye kawa na mtume pamoja naye tangu wanaslimu mpaka mtume anafariki. Sifa nyingine yake, yuko pamoja naye akiwa hadhir na akiwa mjini na akisafiri. Tangu yeye kaslimu mpaka mtume anafanya nini? Anafariki, yuko pamoja naye. Tumeelewane? Na hakuna hata siku moja, anasema Aisha, ila anakuja baba yangu Abu Bakar, anakuja pamoja na nani? Pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu, kila siku anakuja naye. Na yeye pekee ndio ambayo kama tulivyosema ana vitu vingi maalum vya pekee, mpaka maulama wakasema kama ilivyokuja katika tafsiri al-Baghawi ya kusema kwamba man ankara suhbata Abdullah, atakayekataa usahaba Abu Bakar akachukia, kafara, atakuwa kakufuru. Kwa nini kakufuru? Litakdhibihi nusul Qur'an, kwa kwenda kinyume na Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imemtaja. idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, suratu Tauba aya 40. Mwenyezi Mungu anahadithia, kumbuka pale idh yaqulu li sahibihi, mtume aliposema kumwambia sahibu yake. Sahibi yake nani? Abu Bakar. Kwa hiyo wakasema maimamu kama ilivyokuja katika tafsiri al-Baghawi na vile vile tafsiri al-Imam Qurtubi na vile kanukuu al-Imam al-Haythami, wote wameeleza kwa hakika anayechukia akakataa usuhuba wa mtume na Abu Bakar, huyo kakufuru bwana, kwa sababu kaikataa Qur'ani. Kaikataa nini? Qur'ani. Na yeye ndio aliitwa Siddiq, Abu Bakr Siddiq. Kaitwa nani? Mwenyezi Mungu ndiye alomuita, hakuitwa na mtu mwingine. Kaitwa nani? Mwenyezi Mungu. Rudi katika suratu Zumar aya ya 33, Mwenyezi Mungu anasema walladhi jaa bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun, na yule aliyekuja na ukweli na yule aliyosadikisha ukweli ule, hao ndo wacha Mungu. Alikuja na ukweli nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu. Aliyomsadikisha nani? Abu Bakar. Allahu akbar. Ndio maana akasema kwamba anayekataa usuhuba Abu Bakar kwa mtume, huyo anakufuru, kaikufuru Qur'ani, kwa sababu imesema kwamba walladhi jaa bisidqi wasaddaqa bihi, Qur'ani ikakiri hivyo. Ukisema hivi lakini watakuletea talbisi, unajua. Na zaidi ya hapo ni kwamba yeye ndiyo aliyotawalishwa na mtume wa Mwenyezi Mungu, aliyotawalishwa na masahaba, kila mtu mmoja na masahaba, Ansar na Muhajirina, wote walikubaliana juu yake, wakamwita ya khalifa, ewe khalifa mtume. Wakamwita hivi, ewe khalifa wa nani? Wa mtume. Alipokuja Sayyid Umar radhiallahu anhu baada ya Bakr radhiallahu anhu, alipokuja Sayyid Umar radhiallahu anhu, baada ya muda mchache tu walikuwa wakimwita khalifa sallam, yani khalifa wa khalifa wa mtume. Ndio mara ikaja kile cheo cha nini? Amirul Mu'minin. Wakati Abu Bakar cheo hicho kilikuwa hakipo, Amirul Mu'minin ilikuwa ni khalifa wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Alipofariki sasa ikaja khalifa wa khalifa wa mtume wa Mwenyezi Mungu, khalifa sallam. Kwa hivyo yeye ndo alipata cheo hichi. Alipokuja Umar yakatokea
akaitwa Amirul Mu'minin Sayyidina Umar radhiallahu anhu. Tumeelewana? Vile vile yeye ndiyo yule aliyepata bahati, Mwenyezi Mungu akamwafikisha akatoa mali yake yote katika Uislamu. Mali yake yote. Leo nani anatoa mali yake yote? Hata 1/10 mtu atoi. Abubakar akatoa mali yake yote. Si jambo dogo hiyo, ni jambo kubwa kweli. Ana imani ambayo kwamba ikipimwa na imani za watu wa ardhini wote watashindwa. Law wuzna imanuhu biiman ahli al-ardh la rajah. Radhiallahu anhu. Hana mfano katika Uislamu, hana mfano wake. Na sifa nyingine aliyoipata ambayo hakuna kiumbe mwingine aliyopata ni kule kumlazimu mtume mpaka katika pango, katika safari. Hakuna walikuwa naye. Na vile vile akapata bahati ya kutangulizwa na mtume aswalishe wakati mtume anaumwa. Mtume aliwaambia masahaba, muru Abubakar radhiallahu anhu yusalli, mwambieni Abubakar apite aswalishe. Anaambia bibi Aisha. Bibi Aisha kwa sababu anamjua baba yake akamwambia, Abubakar mtu mwepesi, akipita pale kuswalisha na anajua wewe unaumwa, ataanza kulia mpaka atashindwa kusoma, huyo atashindwa kuswalisha. Mtume akasema, nasema mwambieni asalishe. Mtume hakuwa na choice nyingine, na sababu alizopewa mtume hakuwa na choice nyingine, kamtaja yeye. Tumeelewana? Na ile ilikuwa dalili ya mtume kumkubali. Kwa hiyo masahaba walipomchagua hawakukosea. Ansar na Muhajirin walipomchagua Bakr hawakukosea, wamekwenda vile vile na alivyotaka nani? Mtume Mwenyezi Mungu. Mtume alishamchagua mwenyewe kabla. Tumeelewana? Dalili kwamba yeye alipoumwa Abubakar ndio ashike lile jambo ambalo hawezi kulifanya, Abubakar ashike. Kwa hivyo ina maana hata akifariki Abubakar afanye nini? Ashike. Tumeelewana? Na zamani nyumba zilikuwa zina kama matundu, milango ya wazi. Baada ya muda mtume alisema milango yote ifungwe, ya sehemu zote zilizokuwa zifungwe isipokuwa mlango ambao unaelekewa kwa Abubakar tu, huo uachwe. Umeona? Na zaidi ni kwamba mtume alipofariki masahaba walipanic wengi, wakaona hili jambo haliingia akilini. Mtume afariki wakati ulimwengu bado haujaingia katika Uislamu, haiwezekani. Mmoja hapo Umar pamoja na masahaba wengine wadogo, mpaka Umar inasemekana akasema, hapana, mimi kabisa kusikia mtu anasema mtume kafiriki, atakasema atanitambua. Lakini alipokuja Abubakar radhiallahu anhu, akaenda akafungua uso wa mtume Mwenyezi Mungu, akauona uso ule, akambusu katika paji lake, na kisha akasema, mashaallah tibta hayyan wa maita, mashaallah mtume anapendeza alipokuwa hai na sasa amefariki. Na kisha sasa akatoka akawathibitishia watu. Hakumwambia Umar kwamba umekosea nini. Alitumia Qur'ani. Alitumia nini? Qur'ani. Akamsomea aya, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'a wama Muhammadun illa rasul. Muhammad hakuwa kiumbe wa ajabu isipokuwa alikuwa ni mtume. Qad khalat min qablihi rusul, mtume ambaye kwamba wamepita mitume wengi kabla yake, wamekuja duniani wakafanya kazi zao, wakafa wakaondoka. Sasa je, afa imata, huyu Muhammad ikiwa atakufa, au kutila, au ikiwa atauawa, dalili kwamba kuna uwezekano wa mtume kufa au kuuawa, natural death, kufa mwenyewe au kuuawa. Ikiwa atafanya hivi, kuna watu watakufuru. Atakayekufuru kwa hakika atakula hasara mwenyewe.
Aliposoma aya hii Umar anasema subhanallah, ilikuwa kama ile aya sikupata kusikia maisha yangu, ndo kwanza mara ya kwanza naisikia. Angalia watu wa Islam wanaelezana kwa nini? Kwa Qur'ani. Leo mtu unamueleza jambo kwa Qur'ani anakuletea tawili. Shekhe lakini hiyo, shekhe lakini hapo, shekhe lakini yule. Hakuna lakini katika Qur'ani. Ukiambiwa jambo la Qur'ani la Mwenyezi Mungu, unatakiwa pale pale uporomoke jambo lilofuata. Mfano mzuri nitatoa leo katika swala ya Ijumaa, nadhani nilikuwepo. Kuna watu walisimama pale mbele. Nikasema jamani, hapo ondokeni kwa sababu hamtopata sala ya jamaa, wabidhalika hamtokuwa na Jumaa, kwa sababu nyinyi mnanuia kufuata Ijumaa, lakini hapo mlipo Ijumaa hamuipati. Kwa hivyo hamtokuwa na swala ya jamaa wala sala pekee yenu, hamna nia ya sala pekee yenu. Watu wakang'ang'ania pale pale kama hawakuambua kitu. Baada ya swala nikawa nawahi kutoka, nikakutana na watu pale Kigingi. Mmoja akanifaa, Sheikh vipi safu ya kwanza hapo unaona? Nikamsikiliza. Safu ya kwanza inafika hivi, inakwenda hivi. Nikamsikiliza. Unaiona safu ya kwanza? Nikamwambia sawa, safu ya kwanza ni ile sawa, lakini je, unajua masharti ya kumfuata imamu vipi? Umuone, kafungue TV nyumbani kwako uangalie Maka, si utamwona imamu alafu umfuate? Manake pale pana kioo anaoniona hapa, kwa hiyo ndo sababu hiyo. Kama sababu ni hiyo, kakae nyumbani kwako, usije msikini kabisa. Fungua TV muone imamu, funga salamu, fuate, habari imekwisha. Sio hivyo. Kama vipi ilivyokuwa ndivyo. Nikamfahamisha hivi, bwana wewe, imam maana yake ni mtu aliyekuwa mbele, kiongozi. Unatakiwa ufuate kiongozi wako katika namna ambayo kwamba atapofunga sala, chochote kikitokea unaweza ukamfikia yeye bila kurudi nyuma, ndo imamu. Na hapo ulipokaa huwezi kumfikia imamu mpaka urudi nyuma. Kwa hivyo umekosa wewe, huwezi kumfuata imamu. Huwezi kumfuata imamu ambaye kwamba huwezi kumfikia mpaka urudi nyuma. Sijui wastaafu mnaelewa, sijui mnanielewa? Ule mlango ulipo pale ulipo, safu ya kuanzia pale, lazima mtu arudi nyuma. Wabidhalika pameandikwa pale usiswali hapa. Pamoja na kwamba haitoshi, pametiwa maji ili mtu asiswali, lakini jamaa kang'ang'ania pale pale. Nikasema hawa ndo wale ambao wanasema kwamba mimi sikusoma lakini undanganyi. La ilaha illa Allah. Mimi sikusoma lakini undanganye. Na maneno haya watu wakiwa vijiweni. Hebu siku moja mtu aende hospitali, anatetemeka, anaumwa, aambiwe daktari kacheki damu ya malaria, kisha akamwambia una malaria, una wadudu 5. Amwambia daktari, wewe muongo, mbona siwaoni? Mimi sikusoma lakini undanganye, alafu aondoke zake. Anaweza hivyo? Hawezi. Jitu zima wangapi? 3. Afadhali mtakula dawa basi. Anaandikwa dawa machungwa na kula kwa sababu kaambiwa na daktari. Kwa kangangana bana, hapa inafika vipi shekhe? Mtihani bahati nzuri, sio bahati nzuri, ndio bahati nzuri kweli. Na mimi niko pale, kuna jamaa pale vijana wanataka kumshughulikia bana, nikamwambia mwacheni. Kuna vijana mashallah, sema vipi unabishana na imamu, wewe unahazimu nini wewe mdomdega? Wakaanza kumvamia, nikamwambia mwacheni. Tunaswali na watu wengi humu, wengine wamechanganyikiwa, wengine mchana huu saa hizi hawajala kitu, wengine hawajui watakula nini, wengine wako nyumbani kwao wana madeni ya nini, ya kodi, hawajui watalipa nini, wengine watoto wao wanaumwa, atapeleka sasa. Usione watu wanatembea, watu wana mashaka chungu zima, hamjui na nini huyu pale bana, kangangana nataka sali pale yeye. Halafu namwambia hivi, sasa utafika vipi? Watafika wale safu ya nyuma walikuwa nyuma wako pale, watafika wale. Sasa kwani swala wale au wewe? Waislamu tuna kazi, tuna nini? Tuna kazi pevu. Mmoja katika msingi al-Sunna wal-Jamaa ni kumfuata na kumtii kiongozi. Sisi nchi yetu si ya Kiislamu, sawa, basi hata huyu imamu unaswalisha naye pia si Muislamu, na hili jambo la kuswalisha pia si la kidini, basi hata huyu huwezi kumtii.
Haya, wiki mbili zilizopita pale nje hapo ilikunya mvua. Sasa kuna viti kama vile viko vingi pale, watu wakachukua viti wakaswali juu ya viti, kwa sababu chini pale panapita maji mengi ilipokunya mvua. Watu wakaswali kwa kukaa, kwa sababu chini kuna nini? Kuna maji. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Si ya kucheka, lakini ya kwa sababu mtu hufahamu na hutaki kuambiwa. Wallahi Sheikh, waliswali kwa kukaa pale, mtu kama mlemavu. Kisa nini? Chini kuna maji, hawezi kusujudu. Hana sala maskini, hana sala. Mtu ambaye kwamba anaweza kusimama lakini kaswali kwa kukaa, hana sala. Wameswali pale watu Ijumaa juzi. Sasa watu hawa utawaambia nini? Wafikiria kazi, tuna kazi kweli kweli. Waislamu wameswali msikiti wa Mtoro, msikiti mkubwa katika mji wa Dar es Salaam. Kariakoo unavuma msikiti huo, shughuli zote ziko hapo, lakini vile vile wajinga wote wako hapo, si sawa vile. Mtu anaswali kwa kukaa Sheikh, halafu anaondoka na kufuta mikono eti yeye ndo kashaswali. Wapi sala hii? Hakuna sala kama hii. Tayeb, tumalize, muda umalizika. Kwa hiyo Abubakar ana sifa nyingi sana. Moja wapo ni kudhibiti siku ya kufa kwa Mtume sallam, kitu ambacho ni kubwa mno katika umma. Ulishtuka, watu walizimia siku hiyo, watu walianguka, yeye alikuwa amesimama thabiti kabisa. Na vile vile katika sifa zake nyingine, alipochukua uongozi tu watu waliritadi, walikataa kutoa zaka, walikataa. Akasema nitawapiga vita, kila alichokuwa Mtume akifanya mimi nitafanya. Umar akamwambia bwana, hawa watu wanatoa shahada, hawa Waislamu, utawapigaje vita? Watu watatusema tunauana sie kwa sie, Mtume kafariki. Akasema hapana, la uqatilanna kulla man khalafa baina as-salati waz-zakat, kila alikwenda kinyume baina ya sala na zaka nitapiga vita. Wanasema mimi kwamba hoja yao tena Mtume wa Qur'ani. Naona kazi. Sikiliza bwana, mwamini Abubakar, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume, khudh min amwalihim sadaqatan, chukua wewe Muhammad, chukua kutoka kwa watu zaka. Sasa Mtume sikisha kufa tena wale ambao wachukue, kwani umeambiwa wewe Abubakar? Unaona, yujadiluna bil Qur'ani bwana. Qur'ani inasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Sasa na wewe Abubakar, tuambie wapi umeambiwa wewe uchukue zaka? Unataka kutuzulumu mali zetu bure? Kidume kasema hapana, piga vita. Mwenyezi Mungu akaulainisha moyo wa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ndiye alikuwa mshauri wake. Mwenyezi Mungu akaulainisha kifua chake Umar, akamuunga mkono, akapigwa vita. Si jambo dogo. Mtume kafariki tu, umma umetikisika, umma watu wamekufa, watu wameanguka, watu wamezimia. Ghafla kuna pote kubwa, watu wanagawanyika. Waislamu kweli kweli, hasa masahaba Mtume wanakataa zaka. Abubakar alisimama kidete. Abubakar ana mambo ambayo kwamba hayana mfano wake. Kwa kifupi, yako mengi. Yako nini? Yako mengi sana. Zaidi ni kwamba Mtume mwenyewe kasema katika hadithi ya Imam Bukhari, mapokezi ya Abdullah bin Abbasi, law kuntu muttakhidhan khalila, sallu ala nabi, sallu ala nabi, law kuntu muttakhidhan khalila, ingekuwa mimi na nafasi ya kutafuta mpenzi, la takhadtu Abubakar khalila, ningemchukua Abubakar kwa ndo mpenzi wangu. Kuna kubwa zaidi ya hili? Hadithi ya Imam Bukhari, Abdullah ibn Abbas anahadithia Mtume kasema hivi, kama na nafasi mimi ya kuchagua mpenzi ningemchagua nani? Abubakar. Walakin akhi wa sahibi, lakini Abubakar ni ndugu yangu na sahibu yangu, sahibu yangu. Mtume kasema hivi. Leo nakuja watu fulani wanamuona yeye si katika masahaba walikuwa sawa. Almuhimu, inshallah tumalize darsa, muda umemalizika.
Abubakar ana sehemu kubwa sana, sehemu ambayo kwamba hakuna sahaba hata mmoja ambaye amefikia sehemu kama hiyo ambayo Abubakar alikuwa nayo. Nafikiri tusimamie hapa ili tupishe kama kuna suala moja mawili yaje. Hadithi tunosimama nayo ni kwamba inna iblisa qala, hakika iblisi kasema, ahlaktuhum, nimewaangamiza bidhunubi, kwa madhambi, fa ahlakuni bil istighfar, wakaniangamiza mimi kwa istighfar. Falamma raaitu dhalika, nilipoona hivyo, ahlaktuhum bil ahwa, nikawaangamiza kwa matamanio, maana kwa mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, mambo ambayo kwamba mtume hakuyafanya wala masahaba wala salafu salih hawajatenda mambo hayo. Fahum yahsabuna annahum muhtaduna, wakajidhania kwamba wanatenda mambo mazuri. Fala yastaghfiruna, hali yakuwa hawaleti istighfar, wakapotea. Hadithi imefikia hapa. Inshallah kama kuna swala liulizwe ili tupate kuadhini na kusubiri sala. Kama kuna swala. Hadithi rawahu Abu Asim wa ghayruhu, rawahu Abu Asim wa ghayruhu, amepokea Abu Asim na wengine walikuwa sio yeye. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toa sauti hatukusikia. Haya, inshallah na muda umemalizika. Jamani, tulisema tumo katika mlango wa nini? Makemeo ya nini? Bid'a. Na mahimizo kufanya nini? Sunna. Maswala yaje katika mada ambayo tunaizungumza. Lakini mzee wetu tutamjibu kwa sababu hakuwepo mwanzo, lakini natoa tanbihi kwamba maswala yaje katika mada ambayo tuna nini? Tunazungumza. Dini ni uwanja mpana sana. Kisa anachokizungumza mzee, jawabu lake ni kwamba Waarabu wa Maka walikuwa wakifuata mwenendo wa Nabii Ibrahim ambapo alikuweko pale hapo kabla. Mafundisho yale yalibakia, na ndio maana mtume alihifadhiwa yeye na kizazi chake. Nabii Ibrahim alihifadhiwa na kizazi chake chote mpaka akaja akazaliwa Ismail na mpaka akazaliwa nani? Mtume sallam, kwa sababu kuna kitu kilihifadhika, kuna chembe chembe za dini zilihifadhiwa mpaka Mtume sallam akaja akazaliwa. Kwa hiyo ndio imani waliokuwa wakiabudu, wakiamini, imani waliokuwa wakiamini wazee wao. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Naam Sheikh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swala zuri ni kwamba baba yake sabakallahu alikuja slim baadaye na mama yake, na alikwenda nyumbani Abubakar radhiallahu anhu, akamchukua mzee wake babake akampeleka kwa mtume ili akaslimu. Mtume akamwambia, bwana, ungeniambia mimi ningekuja nyumbani kwa mzee, hukuwa na haja ya
kumtaabisha mzee mpaka huku akaslimu, na mama yake vile vile alislimu. Lakini kwanza alislimu Abubakar radhiallahu anhu, tena kwa miaka, ndio mwisho kwa miaka wakaja wakaslimu wazee wake. Sawa Allahu a'lam. Naam, nadhani hatuna swala la ziada inshallah. Sala saa 2 kamili adhana bil kasrobo. Haya, kwa hiyo taadhini na kusali inshallah. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفاق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكثر والأنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قول وفعل الكرم وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما يقضي كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقرا لله منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون فرست أن تكرم من ستر والصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء والله أعلم.